Mwanaume aliyetoa ufadhili wa mbegu za kiume ambaye anadai kuzaa zaidi ya watoto 180 duniani kote amenyimwa haki ya uzazi kwa mtoto aliyemzaa kama mfadhili kwa njia ya asili. Robert Elbon ambaye alichapisha sampuli ya mbegu za kiume alizopakiwa na kugandishwa ili kuziweka katika hali ya ubaridi, alitaka kuwa na udhibiti wa mzazi wa mtoto wake na kuwasiliana na msichana aliyezaliwa mnamo mwaka 2023. Jaji wa mahakama ya juu Bwana Jaji Pole alikataa ombi la Bwana Albon akidai mfadhili huyo anataka kudhibiti wengine na anaweza kuhamia familia nyingine kama alivyofanya hapo awali. Mzee huyo mwenye umri wa miaka 54 badala yake alimwomba hakimu kumpa jukumu la mzazi pamoja na kuwasiliana na ana kwa ana. Mahakama pia imesikiliza kesi ya msichana mwingine aliyezaa Bwana Albon mnamo mwaka 2022 anayejulikana kama CB. Rais Donald Trump wa Marekani amesema kuwa maendeleo makubwa katika mazungumzo ya amani ya Ukraina hayawezekani hadi yeye na Rais Putin watapokutana ana kwa ana. Kama mwandishi aliyeambatana naye kwenye ndege ya Air Force One alimuuliza Trump ikiwa alikatishwa tamaa na kiwango cha ujumbe ambao Urusi imetuma Uturuki. Unaweza kutambua majina bora 20 ya watoto maarufu zaidi mwaka 2024. Huenda karibu yote umewahi kuyasikia. Liam na Olivia walikuwa majina maarufu zaidi ya watoto mnamo mwaka 2024, nafasi ambayo majina yote yameshikilia tangu mwaka 2019 kulingana na taasisi ya utawala wa usalama wa jamii au Social Security Administration SSA, ambayo hutoa viwango vya umaarufu wa majina ya kila mwaka. Taasisi hiyo pia ilishirikiana na umma ambapo majina yasiyo ya kawaida ambayo umaarufu wake ulipanda zaidi mwaka 2024. Mwaka huu majina hayo ni pamoja na Trace, Halo na Azaya kwa upande wa vulana na Ailan, Scotty na Analia kwa upande wa wasichana. Majina 10 bora ya wasichana mwaka 2024. La kwanza ni Olivia, la pili Emma, tatu Amelia, 4 Charlotte, 5 yangu, 6 Sofia, 7 Isabella, 8 Evelina, 9 Eva na 8 Sofia. Majina 10 bora ya wavulana mwaka 2024. La kwanza ni Liam, pili ni Nuhu, 3 ni Oliver, 4 ni Theodore, 5 ni Yakobo, 6 ni Henry, 7 Mateo, 8 Elia, 9 Lucas na 10 William. Mradi wa Rwanda wa zao la bangi kwa ajili ya matibabu ya thamani ya juu HVTC unapiga hatua kubwa, hatua ambapo mradi huo wa miundo mbinu wa matibabu ya zao hilo ukiwa umekamilika kwa asilimia 83 kulingana na bodi ya maendeleo ya Rwanda. Mradi wa bangi ni sehemu ya hatua ya Rwanda katika tasnia ya matibabu na dawa kwa lengo la kuchangia utafiti wa afya ulimwenguni na uchumi. Kampuni tanzu ya KKOG Global King Kong Organics ilikuwa ni kampuni ya kwanza kupata leseni ya miaka 5 kutoka kwa bodi ya maendeleo ya Rwanda RDP kuendesha uzalishaji wa bangi. Kampuni hiyo hapo awali iliambia shirika la The News Times nchini humo kwamba ilikuwa imefanya uwekezaji wa dola milioni 10 katika mashine, ujenzi wa kituo, malipo ya ada katika upatikanaji wa ardhi na wakandarasi, pamoja na kuagiza mbegu za bangi zilizobadilishwa vinasaba. Kukamilika kwa shughuli za ujenzi wa kituo cha uzalishaji wa bangi kilichoko katika wilaya ya Musanze katika mkoa wa Kaskazini hapo awali kilikuwa kimepangwa kuhitimishwa ifikapo Mei mwaka jana, kabla ya kuongezwa hadi Septemba mwaka huo huo. Kulingana naye, mchakato wa uzalishaji ambao unahusisha ukamuliwaji wa mafuta ya bangi ambayo yatasafishwa
kwa masoko yaliyolengwa utawezekana kwa ushirikiano na serikali ya Rwanda itakayochangia takribani dola milioni 3 katika mradi huo. Rwanda tayari imetenga hekta 104 kwa kilimo cha bangi ya kimatibabu, hasa ikilenga mauzo ya nje. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa Iran imekubali masharti ya mkataba wa nyuklia ya Marekani. Trump ameelezea mazungumzo ya hivi punde kati ya nchi hizo mbili ambayo yalimalizika Jumapili kama mazungumzo mazito ya amani ya muda mrefu. Hapo awali, mshauri wa kiongozi mkuu wa Iran amesema kwamba Tehran iko tayari kufanya makubaliano kuhusu mpango wake wa nyuklia ili badala yake iondolee vikwazo. Marekani imesisitiza kuwa Iran lazima isitishe urutubishaji wa madini ya uranium ili kuzuia nchi hiyo kutengeneza silaha za nyuklia, ingawa Iran inasisitiza kuwa shughuli zake za nyuklia ni za amani kabisa. Akizungumza siku ya Alhamisi nchini Qatar katika kituo cha pili cha ziara yake ya siku nyingi kule maeneo ya Guba, Trump amesema kuwa makubaliano yamekaribia kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran na kuongeza kuwa shambulio la kijeshi katika maeneo ya Tehran linaweza kuepukwa. Mashambulio ya anga ya Israeli yameua takribani watu zaidi ya 100 huku mashirika yakionya kuhusu njaa, ulinzi wa kiraia unasema. Mashirika ya kibinadamu pia yanaonya kuhusu njaa kutokana na ukosefu wa chakula. Israeli imezidisha mashambulio yake ya kulipua Gaza huku mazungumzo ya kusitisha mapigano kuachiliwa kwa mateke yakiendelea na Donald Trump yuko safarini Mashariki ya Kati. Duru ya hospitali ya eneo hilo inasema zaidi ya watu 40 wameuawa katika mashambulio ya hivi karibuni ya anga ya Israeli kwenye ukanda wa Gaza. Ripoti inasema kwamba takribani miili 36 imefikishwa katika hospitali ya Khan Yunis kusini mwa Gaza ambako Israeli ilishambulia kwa mabomu makubwa ambapo hiyo jana usiku. Wakati huo Israeli imeamuru watu kuondoka katika eneo hilo, jambo ambalo limeongeza hofu zaidi miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Wapiganaji wa Rapid Support Forces RSF wanaonekana kuanza awamu mpya ya vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan baada ya kufurushwa kutoka mji mkuu, katika hatua ambayo baadhi ya wataalamu wameitaja kuwa mkakati wa kufikia utawala haraka. Wiki chache tu baada ya jeshi kusherekea kutoa tena mji wa Khartoum, adui wake Rapid Support Forces wameanzisha mfululizo wa mashambulio ya ndege zisizo na rubani katika bandari ya Sudan mashariki mwa taifa hilo. Mashambulio hayo yamesababisha hali ya kukatika kwa umeme kuwa mbaya zaidi, huku wakazi wa jiji hilo wakikumbwa na uhaba wa maji. Msururu wa mashambulio kwenye mji mkuu wa kitovu cha shughuli za kibinadamu kinaashiria kwamba RSF imedhamiria inaweza kuendelea na vita licha ya hasara kubwa za kimaeneo, na imeonyesha kuongezeka kwa vita vya droni barani Afrika. Ndege zisizo na rubani zimechangia kuongezeka kwa mzozo huo ambao umeingia mwaka wake wa 3. Vita hivyo vilianza kama vita vya kuwania madaraka kati ya jeshi la Sudan SAF na RSF, vimevutia makundi mengine yenye silaha ya Sudan na waungaji mkono wa kigeni na kuitumbukiza taifa hilo katika kile ambacho Umoja wa Mataifa unakiita mgogoro mbaya zaidi wa kibinadamu duniani. Katika miezi ya hivi karibuni, RSF imeongeza mashambulio ya ndege zisizo na rubani kwenye miundombinu muhimu ya kiraia katika maeneo yanayodhibitiwa na jeshi kama vile mabwawa na vituo vya umeme. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa atasafiri kwenda Marekani kwa ziara ya kikazi wiki ijayo na atakutana na rais wa Marekani Donald Trump Mei 21, ofisi ya Ramaphosa imesema katika taarifa yake ya siku ya Jumatano. Uhusiano kati ya Afrika Kusini na Marekani ulikuwa umedorora sana tangu Trump arejee ikulu ya Marekani mnamo mwezi Januari. Trump amekata misaada yote ya kifedha
ya Marekani kwa Afrika Kusini, akitaja kutoridhishwa na sera yake ya mageuzi ya ardhini na kesi yake ya mauaji ya kimbari katika mahakama ya kimataifa ya haki dhidi ya mshirika wa Marekani, Israel. Wiki hii utawala wa Trump ulikaribisha wazungu 49 wa Afrika Kusini ambao umewapa hadhi ya ukimbizi baada ya kuwachukulia kuwa waanga wa ubaguzi wa rangi. Je, wajua kuvaa au kununua viatu ni sawa na kununua magonjwa na siwezi kununua ugonjwa? Sio maneno yangu hayo, ni maneno ya Daktari Ali Kote. Ni daktari bingwa wa mifupa. Amekuwa na utamaduni wa kutembea bila kuvaa viatu, yaani pekupeku, kwa madai ya kuwa hakuna faida yoyote ya kuvaa viatu zaidi ya kujitafutia magonjwa. Kununua viatu ni kununua ugonjwa, na siwezi nunua ugonjwa ila hali natafuta afya. Tunapovaa viatu, kitu tunafanya tunaweka separation hapa kati ya ardhi na sisi. Kutoka hapa mpaka hapa kuna joints 33, na kutoka kwa uti wa mgongo wangu kutoka chini hapa mpaka hapa kuna joint 33. Vile tunavyotembea, kila hii joint hapa ikicheza inasongesha joint ya nini? Ya mgongo. Sasa tukivaa viatu na kiatu iko na sole ngumu, hizi joint hazifanyi nini? Haziwezi cheza vile kama tepe ya kitabu. Haiwezi enda zikicheza moja moja. Zinakuwa ni kama zimefanya nini? Zimekwama. Sasa pia hizi zikikwama zinakwamisha mpaka gani? Mgongo. Ndio sababu watu wengi wanaenda hospitali, wanapigwa picha, wanaambiwa mgongo wako umesimama. Ikikaa zaidi ile joint sasa zinaanza kukulika. Ikikulika zaidi unaambiwa uko na arthritis ya nini? Ya spine. Njoo nikuoneshe kipawa na kuwa ni kweli stima inatembea kwenye mwili wetu tunapokanyaga kwenye ardhi. Tutachukua hichi sehemu na kidunga chini na nimpatie hichi ashike. Naweka meter on. Angalia, anakuwa na negative charge. Vua viatu. Akanyaga smiti tayari kuna charge. Lakini je, wacha akanyage huku uone. Angalia hizo namba. Zimeenda mpaka 140, zinazidi kupanda juu. Kwa nini? Kwa sababu mwili wake sasa unapata full charge. Hiyo ni dalili ama ni uonyeshaji wa kutosha kuwa kanyaga chini kuna manufaa makubwa zaidi katika afya yetu. Kuvaa viatu ama kununua viatu. Haya, unasikia hapo. Je, wajua kukanyaga chini kuna manufaa, lakini unapokanyaga chini wakati ambapo mvua inanyesha, acha niongezea hapo kumsaidia daktari. Mvua ikinyesha ukikanyaga chini, kupigwa na radi ni rahisi. Ajua sisi ni watafiti na vile vile tunakuletea vitu vya ukweli na burudani. Kukanyaga chini mvua ikinyesha na unatembea ndani ya mvua ama umesimama chini ya mti, kupigwa na radi ni rahisi. Asa akili kichwani. Na hakika anavyozungumza, kukanyaga chini wakati ambapo kuna jua kuna manufaa zaidi kuliko kuvaa viatu. Tuendelee na taarifa. Nchini DRC, waziri wa mambo ya ndani Jacquemain Shabani amedhibitisha kwamba mahakama nchini humo imepokea ombi la serikali yake ya kutaka kufutwa kwa vyama kadhaa vya kisiasa kikiwemo PRD cha Joseph Kabila. Chama cha rais huyo wa zamani Joseph Kabila kilikuwa tayari kimesimamishwa tangu Aprili 19 na Aprili 24. Ofisi ya mwendesha mashtaka katika mahakama ya kikatiba imepokea ombi hilo la serikali ili kupata uamuzi huo. Hata hivyo, chama cha PPRD kupitia kwa naibu katibu mkuu wake Ferdinand Kambere kimekanusha madai ya serikali na kusema kuwa mpango wake ni kukifuta chama ni mbinu za kisiasa. Serikali ya DRC imetetea msimamo wake huo na kutaka kufutwa kwa chama hicho baada ya kumshuku rais Joseph Kabila kwa kushirikiana na kundi la waasi la AFC na M23 liloungwa mkono na Rwanda mashariki mwa taifa hilo.
Mawimbi na mvua ni changamoto kubwa kwa wavuvi baharini. Mabadiliko ya tabia nchi, uvuvi haramu na ukosefu wa elimu umechangia kupungua kwa samaki katika bahari ya Hindi, pwani ya Kenya. Tunaenda paka kwa mlango, tunaangalia kama kunapitika ndo tunaenda, kama kupitiki watu tunarudi. Sasa tunapiga kama siku 2-3, bahari pengine iko juu, iko rafu, hakuendeki, na samaki pia wao zinapungua wakati kama sasa. Kama bahari iko juu huwa samaki zinapungua. Ndio kwa leo hata tumeenda tumepata samaki wawili tu. Huyu nimempata kwa net, na yule mwingine mmshika kwa mshipi, ile fishing line. Lakini high season wa samaki ni nyingi sana. Huwa tunavua tunapata hata kilo 200, kilo 300 kwa kila boti. Lakini kwa sasa tunapata kama kilo 20, 30 ama 15, na kwa boti watu kwa 5 ama 6. Sasa huwa kidogo uko chini sana kwa kazi yetu kwa sasa. Huyu samaki anaitwa mtumbua dau. Huyu tunamshika kwa net. Lakini ule mkubwa tumemshika kwa mshipi, fishing line. Fishing line ni ile ya kuvuta kwa mkono, ile unabwaga kwa maji, alafu huwa ina biting ndio samaki akiona ile biting anakula. Ndio akishikwa na hook ndio ninamvuta. Huyu anatoka na 250 kwa kilo. Kwa mimi mvuvi ninauza 250, alafu hapo kwa soko anauzwa 350. Sasa ina depend, kwa siku naweza pata kama kilo 50 kama bahari iko sawa, lakini kama bahari iko mbaya kwa sasa naweza pata kama kilo 15, kilo 10. Naye mvuvi Barikale Baragashi anaeleza changamoto ya uvuvi wa mshipi baharini. Wakati mwingine unapokwenda kule baharini, kwanza wakati wa mvua kama huu, huwa bahari ni ngumu, ndio watu wazungu wakaita low season. Unakwenda wakati mwingine unapata samaki mmoja, wakati wa mvua wakati mwingine unakosekewa, mvua inanyesha kwa wingi mpaka huku nchi kavu, hujui ni wapi, inabidi ubwage nanga ukae hapo mpaka mvua iwache ndio upate nafasi ya kuja kwenda. Kwa hivyo upande wetu wa uvuvi sisi hapa afadhali kuanzia mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa 3. Hapa kidogo huwa kuna afadhali. Lakini kuanzia mwezi wa 4, mwezi wa 5, mwezi wa 6, bahari yetu huwa inakuwa ngumu zaidi. Alafu sisi afadhali wengine ambao ni wavuvi wa kama wanyavu, wanafadhali si wavuvi wa mshipi. Mvuvi wa mshipi kama kumenyesha sana, kunaingia maji baridi sana hayawezi kuwa sawa na samaki. Kwa hivyo mpaka yale maji baridi pia yaje yapungue. Yanapopungua maji baridi kidogo yako yale ya chumvi, ndio unaweza kupata samaki, lakini haya maji baridi na samaki hawaelewani. Unaweza kupata samaki leo, lakini kwa sababu umekwenda we mwenyewe huna kifaa cha kuonyesha ulikuwa wapi, unafanya kugesi kwa kutumia akili zako na macho yako. Lakini kama una kifaa cha kurekodi pale mahali ukajua mimi nilikuwa chamba fulani, kuna kitu kinaitwa GPS. Ni kitu kizuri zaidi. Kinasaidia mvuvi, kinamuonyesha viamba, na pia pale wakati kama unaona unakosekewa, unapotoka na GPS, ukienda na GPS hata inakuregesha nyumbani. Lakini umeenda wewe macho makavu, ndugu yangu, umekosekewa, mvua inanyesha, hujui kono ni wapi, utajisaidia vipi? Mwanasayansi Jafet Tembo anayehusika na masuala ya bahari na uvuvi anatoa mapendekezo ya namna ya kufanikisha uvuvi endelevu. Ni kweli tabia nchi imeweza kuleta upotaji wa samaki, ukizingatia kwamba sahii unapata labda joto limeweza kuongezeka, wakati maji pia kuna mafuriko. So haya yote yamechangia kufanya yale mazalio ya samaki ambao kwa kimombo wanaita corals yanaweza kubadilika rangi. So unapata coral kawaida inafaa kuwa na ile rangi yake ya maridadi, sivyo? So hii inaonyesha urutubisho ama hali bora ya yale maeneo uzalishaji wa samaki, lakini kwa sababu ya mambo ya tabia nchi, ile joto imeweza kubadilika, joto imeweza kupanda kwa juu, inafanya ile rangi ya yale mazali ya bahari ama matumbao yameweza kubadilika. So hiyo ni njia moja imeweza kufanya hizi sehemu za kuzalia samaki imeweza kubadilika. Katika kutenga zile sehemu ambazo zinaitwa co-management areas ama maeneo tengefu, hiyo ni moja zile mbinu ambazo wavuvi wameweza kupendekezewa, lakini mbinu hizi lazima wale wavuvi wenyewe kama jamii waweze kuzikubali. Kwa hivyo wanatenga sehemu hizi kuweza kusaidia
kuboresha mazao ya wale samaki, kwa sababu kwa mfano kama watu wanavua samaki na zile neti ndogo, na mwisho wanavua samaki wote kabisa, lakini kama watakuwa na haya maeneo yametengwa, kwa mfano muda wa miezi 6, kwa mfano nikipia mfano zile maeneo za fish closure za wale octopus ama kweza kule South Coast, sehemu hizi zimeweza kuweza kurejesha ile hali ya bahari ilivyokuwa sawa kwa muda, ili baada ule muda umeshafungwa alafu wamefungua wale samaki wameweza kuzaana pale, so kutakuwa na ule uwezo wa kuboresha ile hali ya uvuvi. Taasisi ya utafiti wa majini na uvuvi ya Kenya KEMFRI inataja mabadiliko ya tabia nchi na kutotekelezwa kwa tafiti mbalimbali kuhusu changamoto hii. Dr. Jacqueline Uko ni mtafiti mkuu katika shirika hilo. Utafiti wetu unahusika na mambo ya bahari, mabadiliko ya tabia nchi na kadhalika. Bahari ikichafuka na inachafuka kwa kama climate change ambao tunaiongelea sana siku hizi. Hali ya hewa ikibadilika, unakuta ukiongea na wavuvi wanakuambia samaki zimepotea. Kitu kimoja tumeona na mabadiliko ya hali ya hewa ni temperature changes. Na temperatures zikienda juu, tunakuta the environment au nyumba za samaki zinaharibiwa. Kama coral reefs zina bleach, na kusipokuwa na corals hakuna nyumba za samaki. Kwa hivyo nakuta samaki zinaanza kupotea, zinaanza kufa kwa sababu hakuna chakula, hakuna maeneo ya malazo. Kwa hivyo ni kitu cha muhimu ambao tunaiangalia kwa makini. Kiwango cha samaki baharini kinaendelea kupungua kwa sababu ya mahitaji kuwa makubwa. Jenerali Muhoozi Kainerugaba, mkuu wa majeshi nchini Uganda, kwa mara nyingine tena amechapisha ujumbe wa kutatanisha kwenye ukurasa wake wa X. Mara hii ametishia kuwafukuza nchini humo wazungu ambao hawatamuunga mkono kikamilifu baba yake Yoweri Kaguta Museveni kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Vilevile amewaonya wananchi ama wanajeshi wanawake kwenye jeshi la UPDF dhidi ya kuvalia suruali ndefu wakati wa gwaride. Ghana inaongoza barani Afrika kwa sasa katika uzalishaji wa dhahabu, ikiwa madini hayo yaliipa nchi hiyo zaidi ya dola bilioni 11 kwa mauzo mwaka wa 2024. Ina nia ya kuendelea na uchimbaji na usafirishaji zaidi kwa kutumia teknolojia ya kisasa, huku ikipambana na changamoto kubwa ya wachimbaji haramu. Bara la Afrika duniani kwa sababu ya dhahabu yake. Nchi hiyo ya Afrika Magharibi kwa sasa inaongoza kwa uzalishaji wa madini hayo ambayo yanapatikana kwa wingi hasa katika maeneo ya magharibi na mashariki mwa nchi hiyo. Kabla ya uhuru wake, wakoloni waliita Ghana Gold Coast kwa sababu ya utajiri wake wa dhahabu. Nchi hiyo ina migodi 13 ya dhahabu, huku takriban 5 zikiwa na uzalishaji mkubwa zaidi na uchimbaji ukiendeshwa na makampuni makubwa ya kimataifa. Mwaka 2024 nchi hiyo iliweka rekodi ya kuchimba tani 138 za dhahabu na kuingiza zaidi ya dola bilioni 11 kwa mauzo ya dhahabu nje ya nchi. Hii ilikuwa ongezeko la kutoka dola bilioni 7.6 kwa mwaka uliopita. Wanunuzi wakubwa wanatoka bara Asia kama nchi ya China na pia Ulaya kutoka nchi kama vile Uholanzi, Uhispania, Italia, Ujerumani, Uingereza, Ubelgiji
Poland, Estonia na Gibraltar. Nchi za Afrika pia ni soko ya madini hayo. Wachimbaji wadogo pia wana mchango mkubwa katika sekta hii, huku serikali ikiwa mnunuzi wa moja kwa moja kutoka kwao. Mwaka 2024 dhahabu kutoka kwa wachimbaji wadogo iliingiza katika nchi hiyo dola bilioni 5. Hata hivyo, changamoto ziko siku zote na hazikosekani. Sekta hiyo inakabiliwa zaidi na changamoto ya uchimbaji haramu unaofanywa na watu binafsi maarufu kama galamsey. Shughuli hizi zisizo rasmi mara nyingi huwa na athari kubwa ya kimazingira na kijamii, ikijumuisha ukataji miti, uchafuzi wa vyanzo vya maji na mazingira yasiyo salama ya kufanya kazi. Pia kumekuwa na wasiwasi kubwa kwamba uchimbaji unaathiri sana mazingira ya asili. Mtazamo wa serikali ya Ghana katika kuboresha sekta hiyo ni kuboresha miundombinu na kuvutia uwekezaji zaidi kutoka nje, na huenda hii itaimarisha sekta hiyo katika miaka ijayo. Mwaka 2024 Ghana ilifungua kiwanda chake cha kwanza cha kibiashara cha kusafishia dhahabu kinachomilikiwa na kampuni kutoka India, na serikali ikiwa na hisa ya 20%. Licha ya dhahabu kuchangia pakubwa katika pato la taifa la Ghana, nchi hiyo sasa inaweka sera za kuwekeza zaidi katika madini mengine kama vile bauxite na manganese ili kupunguza utegemezi mkubwa kwa dhahabu pekee. Yapo basi unaungana nasi, ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Ambapo tunakuletea taarifa ya habari, uchambuzi wa Afrika leo asubuhi, ambapo mazungumzo ya amani kati ya Urusi na Ukraine yaliyokuwa yamepangwa kufanyika mjini Istanbul, Uturuki. Leo tutakuletea habari kwamba wakazi wa Kashmir walioko karibu na mpaka wanasalia na wasiwasi kuhusu muda wa kuhudumu kwa usitishwaji vita unaosimamiwa na Marekani. Mpenzi msikilizaji, simama na kituo hiki katika hatua yake uratibu kwenye hatua ya kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri yatakayotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Unaweza wasilisha mchango wako kupitia paybill number ni 625 account number ni 012450 85217800 au till number ni 4561468 kupitia mitandao yote. Hii ni idhaa ya Kiswahili Radio Fortune Africa, mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, utamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vilevile ukweli na burudani. Kituo chako kinachokuwa kwa kasi zaidi duniani. Wakazi wa Kashmir walioko karibu na mpaka wanasalia na wasiwasi kuhusu muda wa kudumu kwa usitishwaji vita unaosimamiwa na Marekani. Wengi wamelazimika kukimbia, huku waliobaki wakichimba maandaki kwa hofu ya kurejea kwa machafuko. Hatujala chochote tangu asubuhi kufuatia hofu na taharuki tulizo nazo. Tuliondoka nyumbani tukiacha kila kitu. Tangu mvutano ulipoanza nimekuwa nikihifadhi chakula cha siku 10 nyumbani. Mizinga inaweza kurushwa wakati wowote usalama unapozorota. Nilijenga handaki langu binafsi mwaka 2017. Mahandaki kama haya ni mkombozi kwa Wakashmiri walioko karibu na mstari wa udhibiti, ambao ni mpaka usio rasmi unaotenganisha sehemu ya Kashmir inayosimamiwa na India na ile ya Pakistan. Mahandaki mengi hapa yalijengwa kutokana na mizozo ya awali katika eneo hili lenye shughuli nyingi za kijeshi. Ardhi hii yenye mgogoro imekuwa uwanja wa mapambano kati ya majirani wenye silaha za nyuklia kwa miongo kadhaa.
Handaki la Latif linamwezesha kubaki salama nyumbani hata wakati wa mapigano makali katika eneo hili lililojaa wanajeshi. Lakini hali yake si ya kawaida. Katika mzozo wa karibuni, takriban 90% ya wakazi wa wilaya ya Uri walikimbia na kuhamishwa sehemu nyingine za Kashmir. Tuna hofu sana, hatukutaka kufikia hatua hii, lakini hali imekuwa mbaya zaidi. Tulifunga nyumba yetu na kuondoka tukiamini ni muhimu kuokoa maisha yetu na kuwalinda watoto wetu. Mamlaka kutoka pande zote zimesema hali imetulia kwa kiasi kikubwa katika line of control na baadhi ya wakazi wameanza kurejea nyumbani. Latif bado ana wasiwasi. Anapanga kuendelea kuweka akiba ya dharura kwenye handaki lake kwa muda mrefu ujao. Haya ndio hali ambayo namna yeye anachukua maoni yako mawili, alafu baadaye tupokee kipenga cha michezo ambapo kitakuwa kinakujia, lakini vile vile makala yapo barabarani. Mshauri wa masuala ya Afrika wa Rais Donald Trump amesema siku ya Alhamisi kwamba amejadiliana na marais wa Rwanda na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kuhusu rasimu ya makubaliano ya amani, wakati Marekani ikiangazia kumaliza mgogoro nchini Kongo. Masad Bolas ameambia shirika la habari Reuters katika mahojiano mjini Washington kwamba Marekani inasubiri maoni ya mataifa hayo mwishoni mwa wiki kuhusiana na rasimu hiyo ya makubaliano. Serikali ya Trump imekuwa ikipambana kupatikana kwa makubaliano ya amani kati ya maeneo mengi kwa lengo kubwa la kupata madini muhimu. Inapambana kumaliza mzozo huo utakaofukuta kwenye eneo lenye utajiri madini ya titanium ambayo dhahabu, cobalt, shaba na lithium. Nachukua maoni yako kutokana na taarifa hiyo. Ni kwamba mambo ya Marekani sitaki kuyasikia. Huyu ni Faure pale Wycliffe, sema hakuna nchi yenye imepata amani kutoka huko, ni wanataka mariasili tu. Samuel Lengiteg pale Marekani hauwezi kutengenezea nchi nyingine amani, ni unafiki tu. Rais wa Kenya kaenda China, sasa wameanza kumwekelea vikwazo na fitna. Samuel Lengiteng pale anazungumza. Kenzo anasema pale wanatengeneza vita alafu kuja kuwasuluhishia, kisha wanaweka kambi ya jeshi, wanasema ni kwa ajili ya amani ya kikanda, kisha wanachota madini kadri watakavyo. Nchi number 1 yenye utajiri. Maoni yake hayo. Haya, na Butu Deus anasema kwa jinsi kwa nini Mungu maneno yake ndio haya yanajirudia pale hivi. Huyu ni Butu Deus. Samuel Godwin pale anasema hivi, amani bila wao haiwezekani. Wa Afrika tumeshindwa kutatua mizozo yetu wenyewe, ni aibu. Huyu ni Samuel Godwin. Sylvester pale anazungumza. Mlonda pale Yamlu pale wa Sango, mnachounganisha wa Afrika kupigana, wanauana wao kwa wao, lengo lenu kubwa kupora mali za Afrika. Ipo siku mtaulizwa. Ulonda pale Yamlu pale anazungumza. Hapa hivi namuona pale Innocent Mwangi anasema natumai kwa uhakika vitu na vita na vurugu vitaisha kamwe, haswa kwa taifa la Kongo. Lakini naomba pia Marekani kwa uongozi wa Trump wasiweke vijisababu fiche kufaidika kutokana na makubaliano haya, sababu Afrika inapigana na kwa sababu 3. Vikundi vya vita vinapata msaada wa hela na silaha kutoka Urabuni, sielewi. Viongozi sugu wanatumia vita kama silaha ya kuchukua ushukani, na vile vile viongozi wa majirani ustahimili biashara za magendo kutokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe. Na ni maoni yake Innocent Mwangi. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa.